Na shukrani sana mwenzangu Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo, bila shaka imewafungua wengi macho. Bila kupoteza muda, karibuni wageni wangu katika studio zangu. Mhubiri Steve Mbugua. Yes. Asante katika kufika katika studio zetu. Na mkeo vile vile Bi Mary amekuja hapa. Na tuko na Sharon. Yes. Sakwa, ama Shaka. Ambaye yuko hapa, yeye ni mmoja wa wale ambao wanajaribu kubadilika. Taarifa yako amebadilika. Naam. Mhubiri, tayari arifa yako na mkeo tushaiona. Yes. Sasa kazi ambayo uko nayo mikononi ni kujaribu kubadilisha vijana wengine. Yes. Naam, lakini kwanza kabla sijakuja kwako, tuangazie kisa cha Sharon kwanza. Okay. Sharon, kwa haraka tu, tueleze maisha yako ya awali yalikuwa vipi? Mimi naweza sema mimi nilizaliwa kule Mombasa. Na nilizaliwa katika familia moja, yani pua. Nikakuwa ni walevi, mamangu na babangu walikuwa walevi. Walikuwa na kunywa pombe na walikuwa nauza pombe. Sasa maisha ilifikanga mali mama yangu na baba yangu walikosananga. Baba yangu akaenda, mama yangu pia akashika njia. Sasa tukabaki watoto peke yake. Tulikuwa watoto watatu. Mimi ndio last born kwetu. Sasa ilikuwaje mpaka ukajikuta katika maisha hayo ya kuwa barabarani? Sasa vile mamangu na babangu waliendanga, nikabaki kule, ikabidi sana nianze kushikana na group ya wasichana. Okay. Na mhubiri na mkeo Mary, nikija kwenu, vijana wengi wamekuja kwenu. Yes. Na visa kama hivi, ama taarifa kama hizi za Sharon. Je, vipi mmeweza kuwasaidia? Kitu gani cha kwanza mnafanya kuhakikisha kwamba mnawanasua katika mtego huo? Okay. Naam. Jambo la kwanza, tuna activities ambazo tunafanya pale kanisani na pia kwenye mitaa. Tuna kama kuna kitu si ufanye ni tango beauty ambayo tunaitanga Miss Jesus. Waya tunachukua wasichana wote kutoka street, tunawaita wale wamebadilika na wale wajabadilika, wanafanya hiyo catwalk na kupitia pale tunawapatia mashauri na tunawaingiza katika classes ambazo tunakuanga nazo za kuwafanya wabadilike. Je, ni rahisi? Si rahisi, lakini subira imefanya tuone wakibadilika. Wakati tunawapatia subira yetu na kufuatilia kuona ya kwamba wanabadilika, tunaona wanabadilika. Na jambo la kwanza tunafanyanga, tunekanga uoga wa Mungu ndani yao, the fear of the Lord. And then baadaye tunajua kile mtu anaweza fanya. Kupitia wale marafiki ambao tuko nao, tunawapatia empowering. Kwa hivyo kuna wale ambao tumepatia empowering kama za mashini ya welding, wengine tumewapatia empowering ya car wash, wasichana tumewapatia biashara kidogo kupitia kanisani. Bali na kuwapatia vitu vya kuweza kuwasaidia nyinyi wazazi. Waona, na kama wazazi sio tuangalie masuala ya malezi. Changamoto gani kubwa na wakabili vijana hawa wanaokuja kwenu? Mary, pengine ungegusia hapo. Changamoto ile inakuanga msichana ametoka kwa street ama ukijana ametoka kwa wizi. Kitu ya first tunaonyeshaga upendo ule wa Mungu. Kitu ya pili, changamoto ni matatizo ambayo kitu cha kwanza wakija kwenu mnakabiliana nayo ile kuhakikisha kwamba wanabadili tabia. Wanabadilika. Changamoto gani mpo? Kwa mfano kwa mfano kama kisa kama hichi cha Sharon, kwake umaskini, hakupata mtu wa kumuongoza, wazazi wake pengine hawakuwepo kumpatia misingi bora ya malezi. Wale vijana wengine wanaokuja kwenu, tatizo lao kubwa ni lipi ambalo linawapatia msukumo huo wa kujihusisha na mambo kama haya? Okay, changamoto kubwa ambao sisi watu tunapata wakati wanakuja kwetu ni vile wataacha yale mambo ambao wanafanya. Kwa sababu mtu anakuambia mimi ni mwizi, nikiacha nitakula nini, nitavaa nini, na hii ndio uwanga ninatumia kupata haya. Sasa hapo ndio changamoto ile sisi upata kubwa. Kama when Sharon alikuja kwetu, alituambia nataka kubadilika, ndio watoto wangu wataenda shule aje, watasomaje, nitakulaje. Tukachukua jukumu tukasomesha watoto wake, tukachukua jukumu tukachukua maisha yake, tukaimpatia ile empowering. Kwa hivyo hizo changamoto kubwa na wakati mwingine hatuziwezi. Sasa inabidi tumtumainie Mungu sana ya kwamba ili tuweze kutimiza yale matakwa ambao mtu labda anasema nikipata hii pasta nitaweza kuendelesha maisha yangu. Na kuna baadhi ambao mara kwa mara huje wakajaribu
wakashindwa wakarudi tena katika mienendo yao ya awali. Je, wale ambao huje wakashindwa katikati, wao mnawasaidia vipi wasiweze kurudi kule walikotoka? Maana leo nitakuja, kesho nitaona hasa nimekuja hapa, kule njiani nitaongeza shilingi 2,000 kwa siku kama shilingi 1,000. Leo mchana mzima pastor Damko ananiambia wewe kete usome Biblia. So wale ambao huje wakashindwa, wao mnawafuatilia hivi kuhakikisha kwamba hata kama wameshindwa, lakini nafasi bado ipo ya wao kubadilika? Yes, kuna activities kama vile nimekuambia ambazo tuko nazo ambazo mbali na activities kuna ile mama swala ya kuwazungumzia. Je, wao mnawapatia mtu pengine wa kuwalinda ama kuwafuatilia kujua leo mwanaisha saa 12 hajafika wapi? Hiyo tunafanya. Tuna team nzuri sana ambayo inafuatilia. Wakati wameingia kwa program zetu lazima tukufuatilie. Lazima tujue kwa nini hatujaona mtu fulani mahali hapa. That's why tumesema tuna hizo classes ambazo Sharon ni mmoja wa wale viongozi wanaongoza hizo class. So wakikosa mtu fulani lazima wafuatilie wajue wako wapi. Na hata kama wako kwa street watamfuata hadi kwa street na watamwambia tafadhali jaribu kurekebika. Katika mitaa ya mabanda swala la umaskini ambalo limechangia pakubwa watu kuwa hawezi kwa makahaba ili waweze kukimu maisha yao. Je, ninyi kila mmoja anipatie kisa chake, jambo gani ambalo liliwafanya nyinyi kuamua hasa basi imetosha, lazima nibadilike? Ndaanza kwako Sharon. Mi kitu yenye lituma nibadilike, mi naweza sema venye nilikuja kwa Pastor Steve na Pastor Mary walinionyesha upendo. Na unajua kule tulikuwa kunanga upendo, kila mtu amekuchukulia yani na njia mbaya. Hakuna hata mtu anakuambia we ni mzuri. Saa mi venye niliangukia kwa mkono yao nikaona yani wako na ile love, hawajali yani vile umevaa, kwenye umetoka, wanakuonyesha upendo. Sasa hiyo upendo yao walizidi kunifundisha pia mambo ya Mungu. Enyewe nikaona kwamba unaweza kujiamini, unaweza kuishi maisha yako vizuri kushinda vile nilikuwa. Sasa nikaona nifuatilie kwa sababu huko unajua walinionyesha upendo, na upendo tu ndio natamani ningekuwa kule. Sijawahi tamani kule. Muonanga tu yani kukua kwa salvation ni kitu mzuri sana. Niko kule. Na mkwako mhubiri katika hali ya kumalizia. Yes, mimi kubadilika kwangu ilikuwa hali ya kiungu sana. Ni jambo ambalo siwezi elezea kwa sababu mimi nilipatana na Mungu nikienda kuiba. And nikajikuta kwa hii mkutano ambao huyu mwanamke ambaye anaitwa Evangelist Teresa Wairimu alikuwa anahubiri pale Uhuru Park, na akasema kuna kijana mahali hapa anapanga kwenda kuiba na leo ndio siku yake ya kuokoka. Na hivyo ndivyo nilijikuta nimeokoka. Nilijikuta Uhuru Park, nikaitwa kwa majina yangu, nikaenda pale mbele na nikajikuta nimebadilika. Kwa hivyo kubadilika kwangu kulikuwa kwa kiungu sana. Lakini hukuamini tu mara moja. Bila shaka ulikuwa na safari. Yes, nilipoingia pale nilikuwa na zile tashushi, nilikuwa na maswali mengi sana, but nashukuru Mungu kwa sababu kama vile tu Sharon anasema, mhubiri wangu pia alinionyesha kunipenda na kuniamini na kuniweka karibu zaidi na kunipatia watu ambao wangeweza kupata nafasi ya kunizungumzia kama vile ninavyofanya na nikabadilika kwa hiyo njia. Na katika masuala ya uzazi, Pastor amezungumza mambo ya Mungu, na Sharon wewe kama mzazi mawaidha gani unaweza kuwapatia wazazi pale nje ambao pengine kwa sasa wanashangaa, mwanangu yuko katika swala hili, uhalifu huu, mtoto wangu yuko barabarani. Wewe kama mzazi, maana uliishi maisha hayo ukapitia na wajua pengine jambo gani pengine ulikosa. Je, wapatie mawaidha wazazi pale nje kwamba wapatia moyo kwamba pengine sio mwisho, watoto wao bado wana nafasi, na badala ya kuwaacha tu waweze kuwaongoza. Mimi kwangu kinyeneza abia wazazi hakuna jambo gumu. Kama mimi na bwana yangu tulibadilika, hata watoto wao wanaweza badilika. Salon ni mfano mwema wa kuonyesha watu wanaweza badilika. Asione kuishi kwa ukahaba kama hiyo ndio mwisho. Mungu anaweza mtoa kwa ukahaba na badilike na maisha yake ikuje upya. Naweza kuambia wazazi wote wananiangalia, watoto wao Mungu anaweza wabadilisha. Na pia we mzazi, kuna wazazi wengine hata pia hawajabadilika, wanaweza badilika kama sisi tulibadilika. Hata hao wanaweza badilika. Mungu anaweza watoa kwa wizi, anaweza kutoa kwa umalaya, anaweza kuwatoa kwa uchokora. Ndio mambo yote tunaongea ni kitu imekuwa ikifanyika.
hapa kwetu pale kwetu kanisani wasichana wamekuwa watenge wanaoza watoto wao wachukie. Mimi kitu moja ningesema Mwanaisha, ningeomba wazazi waamini watoto wao na wajifunze kuwabarikisha, wasiwaite hao majina. Kama anajua mtoto wake ako kwa prostitution, asimuite malaya, amuite jina lake, maana ana jina lake, kwa sababu vile unaona mtoto wako hivyo ndivyo anakuwa. Kama ukimuona akibadilika, atabadilika. Ukimuona akikufia kwa mfano Mwanaisha, kuna watoto saa hii ambao tumecancel wako kwa hayo mambo vile wazazi wao waliwaita, walimwambia wewe kwenda wewe ni malaya, wewe kwenda wewe ni malaya, until dakika ya mwisho maneno hayo yakawa mazito, yakaweka kwa malaya. Sasa kwenye akili zao sasa wakikuwa wakiwa na fikra hizo ambazo ziliweza kutengeneza tabia zao. Na basi Mhubiri na Bimeri na Sharon, asanteni sana. Ningependa kuendelea lakini muda umenipa kisogo. Hata wakati huu tumezungumza na tumaye umeweza kuwagusa wazazi pale kwamba la muhimu limetoka katika mazungumzani. Wazazi wenu, watoto wenu wapendeni, wapeni fikra za kuwajenga wala si kuvunja, na msivunjike moyo. Ukimwona amepotea usichoke kumshika mkono, kumrejesha katika njia inayostahili, kwani huwezi kujua siku ambayo atabadilika ni siku gani, na siku zote uweza kuwa mwema. Mtazamaji, basi tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza mdahalo wa weekend tukiangazia masuala ya kubadilisha mienendo waliobahatika kubadilishwa masuala ya kidini, na kuna wengine ambao pengine nia zao na mkiwasaidia tukiwapenda wanaweza kubadilika. Usende mbali, narudi na taarifa zetu kuu. Smart Joker ashaingia hapa uwanjani kutuvunja mbavu. Usende mbali, endelea kwa nasi.